Bismillah, tunaendelea na darasa yetu baada ya kumshukuru Allahu jalla wa ala, kumtakia ziada za sala na salamu kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kitabu al-Fiqh al-Muyassar fi dawi al-Kitabi wa Sunnah, fiqh iliyowepesishwa kupitia mwangaza wa Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tupo katika kitabu al-Hajji, kitabu cha hija ambacho ndani yake kuna milango mbalimbali, na tunaumalizia mlango huu kwa al-mas'alatu ath-thalitha, mlango wa 5 tunaumalizia, ambao unakuwa unaeleza mambo ya hija, na mas'ala ya 3 ambayo inaeleza al-amakin al-ukhra allati tushra'u ziyaratuha fil Madina, kama maeneo mengineyo ambayo ni sharia kuyatembelea katika mji wa Madina. Al-amakinul ukhra, maeneo mengineyo ambayo tushra'u ziyaratuha fil Madina, ambayo yamewekewa sharia kutembelewa katika mji wa Madina. Fil Madinati an-Nabawiyya, taban mji wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanasema maulama jazahumullahu anna wa anil muslimina khaira, yustahabbu li zairi al-Madina, inapendeza na inasuniwa kwa mwenye kutembelea mji wa Madina, rajulan kana au imraa, mwanamme ikiwa au mwanamke, an yakhruja mutatahhiran, atoke katika hali ya kujitoharisha. Yustahabbu li zairi al-Madina, inasuniwa kwa mtu aliyetembelea mji wa Madina, rajulan kana au imraa, ikiwa ni mwanamume au mwanamke, an yakhruja mutatahhiran, atoke katika hali ya kujitoharisha, ila masjid Quba, aelekee katika msikiti wa Quba, wayusalli fihi, na asali ndani ya msikiti huu. Wayusalli fihi, na asali ndani ya msikiti huu. Kuna msikiti unaitwa Quba ambao ndiyo msikiti wa kwanza kujengwa katika ule mji wa Madina baada ya kuhamia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliuasisi msikiti huu kama walivyosema wanazuoni wengi katika ile aya ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amesema, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi, wallahi ule msikiti ulioasisiwa katika uchamungu tokea ile siku ya mwanzo, basi unastahiki wewe kusimama na kusali ndani yake. Na ndio maana kama tutavyokuja kuona hapa, Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kawaida yake kwenda kusali katika msikiti huu kila wiki takriban. Wa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, katika msikiti huu kuna watu ambao wanaupenda kujitoharisha na Allah anawapenda wenye kujitoharisha. Imesemwa hivyo lifi'lihi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya matendo yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, haithu kana yazuru masjid Quba, kwa namna kwamba alikuwa akiutembelea msikiti Quba, rakiban wa mashiyan, kwa kupanda kipando na kutembea kwa miguu. Yani wakati mwingine alikuwa akipanda kipando chake anakwenda, na wakati mwingine alikuwa akienda kwa miguu. Wa yusalli fihi rak'atayn, na husali ndani yake rak'a mbili. Wa yusalli fihi rak'atayn, na husali ndani yake rak'a mbili za sunna taban. Na hizi rak'a mbili unaweza ukanuia kwamba ni rak'a mbili za tahiyatul masjid, za kama ni duha, wakati wa duha, au rak'a mbili za udhu, sawa na kadhalika katika nia mbalimbali. Na ukifika wakati wa sala ya fardhi, basi utasali sala ya fardhi, sawa. Hadithi hiyo taban muttafaqun alayhi, imewafikiwa juu yake na Bukhari na Muslim.
Kwa kaulihi sallallahu alayhi wasallam, na kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man tatahhara fi baitihi, atakayejitoharisha ndani ya nyumbani kwake. Man tatahhara fi baitihi, atakayejitoharisha nyumbani kwake. Thumma ata masjida Quba, kisha akaja katika masjidi Quba. Fasalla fihi salatan, akasali ndani yake sala yoyote ile. Sawa, nakira fi siyaqi al-ithbat, kwa maana ni nakira, ni neno nakira, sio maarifa. Tena liko katika siyaqi ya kuthibitisha, bila shaka linaonesha kwamba swala yoyote taum, inakusanya swala zote, ikiwa ni fardhi, ikiwa ni sunna. Na swala kama hii taban, ukienda hata katika wakati ambao umekatazwa unaweza ukasali, lakini si vyema ukakusudia hivi, kwa maana ukaenda ule wakati hasa uliokatazwa, pengine baada ya asri ndio ukenda. Nenda ule wakati ambao hauna pingamizi kusali, sio baada alfajri wala sio baada alasri wala sio kabla kidogo ya dhuhuri tayari. Naam. Kwa hiyo atakayejitoharisha nyumbani kwake kisha akenda msikitini katika masjidi Quba akasali ndani yake sala yoyote, kana lahu ka ajri umra, itakuwa kwake yeye kama ujira wa umra, itakuwa kama vile mtu aliyefanya umra. Hadithi hiyo rawahu Ahmad wa Ibn Majah wa An-Nasa'i. Kwa hiyo inakuwa ni kama malipo, sio kwamba ndo amefanya umra, malipo yake ni kama vile amefanya umra. Na huu masjidi Quba uko kusini mwa mji wa Madina, sawa, yani upande wa qibla kwa mbele, sababu ndiko alikoingilia huko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa akafikia hapo ndo akaasisi ule msikiti tayari. Tayeb, kwa hiyo ni vyema watu wakenda hapo, na alhamdulillah watu wakenda hawakosi kwenda kuswali katika msikiti huo. Wayusannu lirijali faqat ziyaratu quburi al-baqi' wa quburi ash-shuhada'i, nasema na inasuniwa kwa wanaume tu kutembelea makaburi ya Baqi' na makaburi ya ash-shuhada'i fi Uhud, mashahidi katika uwanja ule wa Uhud pale. Taban kuna mlima ule wa Uhud ambao uko kaskazini mwa mji wa Madina, mlima wa Uhud ambao ni maarufu mkubwa, na karibu yake palipiganwa hivyo vita vya Uhud, ambapo Waislamu wengi waliuawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata mtihani wa kuzimia, na kofia lake lile la chuma lilimzama katika taya zake, na ikavunishwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa. Na hiyo taban ni baada ya wale masahaba 50 kuteremka katika ule mlima ambao walitakiwa kwamba wasishuke. Kwa hiyo ikawa matokeo ya kwenda kinyume na maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hayo. Kwa maana ni mafunzo kwa umma mzima kwamba tunapaswa tusiende kinyume na maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Kwa hiyo kuna makaburi ya Baqi' ambayo yako pembezoni mwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam upande wa kushoto. Ni eneo kubwa sana ambalo limezungushwa ukuta, ambapo hapo katika makaburi hayo ndipo walipozikwa takriban masahaba wote waliokufia pale Madina, na mpaka hii leo wanaokufa wote Madina wanazikwa hapo. Sawa, ni eneo kubwa ambalo linazikiwa makaburi ya Baqi'. Lakini wa kuburi shuhada na makaburi vile vile ya mashahidi wa Uhud inasuniwa kutembelewa vile vile, na kabri Hamza radhiyallahu anhu wa ghairihi, kama kaburi la sayyid shuhada Hamza ambaye ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na makaburi mengine. Wa yusallimu alaihim, na atawatolea salamu, wa yad'u lahum, na atawaombea dua.
lifi'lihi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya matendo yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, idh kana yazuruhum wa yad'u lahum, kwa sababu alikuwa akiwatembelea na anawaombea dua. Alikuwa anawatembelea na anawaombea dua. Waliumumi qawlihi sallallahu alayhi wasallam, na kwa ujumla wa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema zurul qubura fa innaha tudhakkiru al-maut, tembeleeni makaburi kwa sababu hayo yanakumbusha ni mauti. Zurul qubura, tembeleeni makaburi, fa innaha tudhakkiru al-maut, kwa sababu hayo yanakumbusha mauti. Hadithi hiyo rawahu Muslim. Kwa hiyo kuna malengo mawili, moja ni kuwaombea dua, lakini jingine ni kujikumbusha sisi wenyewe. Na hii sio kwenye makaburi ya huko nje tu, bali hata makaburi yetu sisi ya ndani, Mwanakwerekwe au maeneo mengineyo, unaweza mtu ukenda ukaombea dua pale, lakini ukajikumbusha wewe mwenyewe kwamba kama ambavyo wapo hawa na mimi nitakuwa hivyo. Kwa hiyo nijiandae vipi? Sawa Na kila aliondoka hakuwa na ahadi ya kuondoka, bali kifo kimekuja ghafla. Kwa hiyo hivyo hivyo na mimi kitanijia na nitakuwa ni miongoni mwa hao. Kwa hiyo hilo ni katika malengo makubwa, na hasa mtu akijiona moyo wake umekuwa ni mgumu, imani yake imepungua, basi mambo kama haya ni katika mambo yanayoongeza imani. Wa kana an-nabii sallallahu alayhi wasallam yuallimu ashabahu, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwafundisha masahaba zake, idha zaru al-qubura an yaqulu, wanapotembelea makaburi waseme assalamu alaykum ahla ad-diyar min al-mu'minin wal-muslimin wa inna insha Allah lalahiqun as'alu Allah lana wa lakum al-afiyah. Dua hiyo na salamu ya kuwatolea maiti na makaburini tukipita, tunasema assalamu alaykum ahla ad-diyar, amani iwe juu yenu enyi watu wa miji hii, amani iwe juu yenu enyi watu wa miji hii, minal mu'minina wal muslimin, miongoni mwa waumini na waislamu, wa inna insha Allah lalahiqun, na hakika yetu sisi akipenda Allah tutaambatana na nyinyi, tutaungana nanyi. As'alu Allah lana wa lakum al-afiyah, namuomba Allah kwa ajili yetu sisi na kwa ajili yenu nyinyi afya. Namuomba Allah kwa ajili yetu sisi na kwa ajili yenu nyinyi afya. Hadithi hiyo rawahu Muslim, imepokewa na Imamu Muslim. Kwa hiyo haya ni makaburi ya Waislamu, lakini makaburi ya wasiokuwa Waislamu hatutoi salamu, sababu ni dua. Assalamu alaykum ni dua, na dua hawaombewi wasiokuwa Waislamu, labda walio hai waombewe hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala awaongoe. Sawa na hii salamu Allah subhanahu wa ta'ala anawafikishia viumbe vyake, na wao wanaturejeshea salamu kwa namna ambavyo Mola wetu anajua katika maisha hayo ya barzakh. Sema hadhihi hiya al-amakin allati tushra'u ziyaratuha fi al-Madina, haya ndiyo maeneo ambayo yanasuniwa kutembelewa katika mji wa Madina. Kasema amma al-amakin al-ukhra, ama maeneo mengine, allati yadhunnu ba'd al-amma, ambayo wanadhania baadhi ya watu anna ziyarataha mashru'a, kwamba ziara yake ni sunna, ni mambo ya kisheria, kama brakin naqa, kama eneo ambalo ngamia alipiga magoti pale kwa ajili ya kuonesha eneo la kujengwa msikiti, wa masjid al-Jumaa, na msikiti wa Ijumaa wa mwanzo kujengwa, wa bihrul khatam, na kisima ambacho imedondoka pete ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa bihri Uthman, na kisima cha Uthman, wal masajid as-sab'a, na misikiti saba ile ambayo ilikuwepo
zama zile ambapo ilikuwa inachimbwa ile Khandak, jengwa misikiti midogo midogo kwa ajili ya watu kuswali, wa Masjid al-Qiblatain, na msikiti wa vibla viwili au Masjid Bani Salima. Sema fahadhihi la asla laha, kwamba hii hakuna asili ya kwamba ni sunna kutembelewa. Sawa, ni sunna kutembelewa. Walam yathbut an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu zara hadhihi al-amakin au amara bi ziyaratiha, na haikuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ametembelea maeneo haya au ameamrisha kwamba watu wayatembelee. Akasema walam yarid an ahadin min as-salaf as-salih, na haikuja kutoka kwa yeyote katika waja wema waliopita annahu zaraha, ya kwamba ameyatembelea. Walaysa li ayi masjidin fil madinati fadlun khass, nasema na hakuna msikiti wowote katika Madina ambao una fadhila mahsusi na maalum illa Masjid ar-Rasul sallam wa Masjid Quba, isipokuwa msikiti wa Mtume sallam na Masjid Quba ndiyo ambayo zimepokewa fadhila maalum. Waqad qala sallallahu alayhi wasallam, na akasema Mtume sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, atakayefanya amal ambayo haina maelekezo yetu, basi hiyo atarejeshewa nayo mwenyewe. Kwa hiyo akasema fayambaghi lilmuslimi, kwa hiyo inampasa muislam idha zara almadina, atakapotembelea mji wa Madina, an yataqayyada bil amakin allati tushra'u ziyaratuha, kufungamana na yale maeneo ambayo ni sunna kuyatembelea, wa yatajannaba al amakin allati la tushra'u ziyaratuha, na ajiepushe na maeneo ambayo si sharia kuyatembelea. Sasa hapa kidogo tupafafanue haya maeneo ambayo yametajwa si sharia, yani kwa maana hakujaja fadhila maalum kuyatembelea, lakini watu wanayatembelea wakenda Madina, hiyo Qiblatain, wanakwenda Masajid Saba, wanakwenda wanaopata nafasi Masjid al-Juma na maeneo mengine, mashamba ya tende na kadhalika. Sasa hapa baadhi ya wanazuoni wanasema inategemea na ile nia ya yule mwenye kufanya ziara. Sawa, inategemea na ile nia ya yule mwenye kufanya ziara, na nia za wengi zinavyoonekana ni kwamba kama ambavyo ulivyo utalii. Sawa, tumeamrishwa tufanye nini? Utalii. Fasihu fil ardh, tembeeni katika ardhi muangalie. Kwa mfano kama katika Masjid Qiblatain, ni msikiti ambao umetokezea ile historia ya kubadilishwa kibla, ambapo swala moja iliswaliwa kwa vibla viwili. Kwa hiyo watu wanakwenda kufanya ziara, kwa maana sio ziara ya kisharia bali ni matembezi. Na vile vile katika Masajid Saba, msikiti wa Ijumaa, na wengine wakipata fursa wanakwenda kuangalia hivyo visima. Yani sio kwamba ni wanaitakidi kwamba ni jambo la kisharia. Tumeelewana vizuri Tayeb. Kwa hiyo inshallah katika darasa ijayo tutakuja kuangalia mlango wa 6 huu ambao unaeleza mambo ya udhiya. Sawa, mambo ya udhiya biidhnillah azza wa jalla. Udhiya ni kichinjwa hicho cha Idi ya mfungo 3. Kwa hiyo kwa leo tufikieni hapo. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam, huko tumefikia ukurasa wangapi? Naam, 28 kwenye ibara gani? Naam, ba'athahu Allah. Tayeb, tunamsoma Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema rahimahullah, ba'athahu Allah ila an-nasi kaffatan, amemtuma Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa watu wote. Waftarada Allah ta'atahu, na akafaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala kutiiwa ala jamii thaqalaini, kwa viumbe vyote viwili ambavyo ni aljinni wal ins, ni majini na watu.
Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qul ya ayuha nnasu inni rasulullahi ilaykum jami'a, sema enyi watu, hakika yangu mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi nyote. Ya ayuha nnas, sema enyi watu, inni rasulullahi ilaykum jami'a, hakika yangu mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi nyote. Wa akmala Allahu bihi ad-din, na Allah subhanahu wa ta'ala akakamilisha kupitia kwake ni dini. Wa akmala Allahu bihi ad-din, na akakamilisha Allah kupitia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam nini? Dini. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu. Yani hii ni siku ambayo ni ile siku ya alipofanya Mtume sallam hajjatul wadaa, hija ya kuaga, wakasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dinan, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu huwe ndio dini. Kwa hiyo dini imekamilika kabla ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wadalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam, na dalili ya kwamba amefariki Mtume sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema innaka mayyitun wa innahum mayyitun, hakika yako wewe ni maiti na hakika hao ni maiti vile vile, kwa maana wewe utakufa nao watakufa vile. Thumma innakum yawma alqiyama, kisha hakika yenu nyinyi siku ya kiyama, inda rabbikum takhtasimun, kwa Mola wenu mtazozana. Kwa maana wewe umenichukulia hichi, wewe umenidhulumu hichi, huyu atapewa thawabu za huyu, huyu atapewa dhambi za huyu. Takhtasimun, mtazozana, labda msuluhishani kabla hamjaondoka. Wannasu idha matu yub'athun, na watu watakapokufa watafufuliwa kama tunavyojua, na hiyo ndio imani yetu Waislamu. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema minha khalaqnakum, kutokana na udongo tumekuumbeni kutokana na udongo. Wa fiha nu'idukum, na ndani yake tutakurejesheni katika huo udongo, kwa maana tutazikwa. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na kutoka katika hiyo ardhi tutakutoeni kwa mara nyingine, yani tutakufufueni. Kwa hiyo hapo kinachomata nini? Ni amali. Kinachomata ni amali tu, sio mambo mengine, sio mali nyingi, sio watoto wengi, sio wake wengi, sio kadha. Sawa, amali. Kwa hiyo tujitahidi katika amali njema. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wallahu anbatakum min al-ardi nabata, na Allah amekuotesheni nyinyi kutoka katika ardhi kwa muotesho, kama mimea vile inavyoota, basi na nyinyi mmeota kutoka katika ardhi, sababu mmeumbwa kwa maji. Na maji yametokana nani? Na chakula kimetoka ardhini. Sawa. Thumma yu'idukum fiha, kisha atakurejesheni katika ardhi hiyo. Wa yukhrijukum ikhrajan, na atakuja kukutoeni kwa utoaji maalum, atakuja kukutoeni kwa ufufuo. Sawa Tayeb. Kwa hiyo inshallah tutakuja kuendelea na hapo biidhnillah katika darasa ijayo biidhnillah azza wa jalla. Hadha wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Ndio. Naam, kutembelea makaburi kama ilivyotajwa hapa ni kwa wanaume, kama vile ambavyo tunavyokwenda kuzika, tunakwenda wanaume, hawaendi wanawake. Na hii kwa sababu Mtume sallallahu amesema kwamba laana Allahu zawarati alqubur, Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani wanawake wenye kutembelea sana makaburi. Sasa hapo kujitokeza ikhtilafu ya maula kwamba je, wanawake wamekatazwa moja kwa moja wasiende makaburini au wale wanaokwenda sana? Sawa, inshallah tutakuja kulifafanua katika darasa ijayo, tukumbushane. Sawa, kabla ya darasa tukumbushane ili tuje tulifafanue vizuri zaidi. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullah khair. Leo kidogo na udhuru kidogo. Sawa. Sawa. Salam.